Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri tukuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Shirika la umeme Tanzania TANESCO yabaini kuchezewa kwa mita za umeme. Na katika habari za kimataifa, raia nchini Ivory Coast wapiga kura ya kumchagua rais mpya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kuzungumza na ujumbe wa misheni ya uangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika ulioongozwa na rais mstaafu wa Jamhuri ya Botswana na kiongozi wa misheni hiyo Mheshimiwa Mokwetsi Masisi ikulu ndogo ya Tunguu, Zanzibar leo tarehe 25 Oktoba 2025. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasisitiza watumishi wa umma kuendelea kufanya kazi kwa uzalendo na uwajibikaji wakizingatia misingi ya utumishi wa umma na utawala bora ili kutoa huduma bora kwa wananchi. Tuungane na Goodluck Msola kwa taarifa hii. Amesema lengo la serikali ni kuimarisha zaidi maslahi ya watumishi wa umma hapa nchini kulingana na ukuaji wa uchumi, na kwamba serikali imedhamiria kufikia 10% kutoka ukuaji wa sasa wa 7.4. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo leo tarehe 25 Oktoba 2025 alipokuwa akizungumza na watumishi wa umma katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, hafla iliyofanyika katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein, Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja. Dr. Mwinyi ameeleza kuwa mageuzi na mabadiliko makubwa yaliyofanyika katika sekta ya utumishi wa umma katika kipindi cha miaka 5 iliyopita yameonyesha dhamira ya kweli ya serikali ya kuwatumikia wananchi kwa kuhakikisha wanapata huduma bora na kwa wakati. Mifumo mingine ni e-procurement kwa manunuzi ya serikali, e-court katika mahakama na e-health katika sekta ya afya. Yote hii imeimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na uendeshaji wa shughuli za serikali kama tulivyoona katika documentary iliyoonyeshwa. Juhudi zetu hizi bila ya shaka zimeleta mageuzi makubwa katika ufanisi na ubora wa huduma kwa wananchi wa Zanzibar. Jitihada hizi zinadhihirisha dhamira ya serikali ya kuendelea kujenga utumishi wa umma wa kisasa wenye uwajibikaji na unaotumia teknolojia kwa manufaa ya wote. Naye makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah amewataka watumishi wa umma na wananchi kwa ujumla kujitokeza kwa wingi ifikapo tarehe 29 Oktoba ili kupiga kura na kumchagua kiongozi mwenye maono ya kuendeleza maendeleo hapa nchini. Ombi langu kwa watumishi wenzangu, tarehe 29 tumekuja kwenye mkutano wa kiserikali wa kiutumishi, lakini hatuna namna ya kukataa tarehe 29 kwamba ni siku ya uchaguzi. Sote tunaelewa nchi yetu tunaingia kwenye uchaguzi. Watumishi ni sehemu ya wananchi. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi tarehe 29 kwenda kuchagua, na hasa kumchagua Daktari Hussein Mwinyi na wale wote wanaopenda amani na maendeleo ya nchi. Wito wangu, tukachague, tukimaliza kuchagua turudi majumbani kwetu, fanye shughuli nyingine zilizopangwa. Akizungumza katika maadhimisho hayo, katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi mhandisi Zena Ahmed Saidi amesema kuimarishwa kwa mifumo ya kidijitali katika utumishi wa umma kumeongeza uwajibikaji na nidhamu kwa utumishi wa umma, huku waziri wa nchi afisi ya Rais, Katiba na Sheria, Utumishi na Utawala Bora Harun Al Suleiman amempongeza Rais Dr. Mwinyi kwa maono makubwa na hekima zake zilizochangia kuleta mabadiliko katika sekta ya utumishi wa umma katika miaka 5 ya uongozi wa awamu ya 8. Uwajibikaji pia umeongezeka, na tukushukuru Mheshimiwa Rais kwa mfumo wa Sema na Rais Mwinyi SNM imeongeza uwajibikaji, kwani wananchi wanapata kutoa kero zao ambazo zinatokana pengine na baadhi ya watumishi kutowajibika ipasavyo, na kupitia feedback hiyo tunayopata kutoka wananchi, basi hatua zinachukuliwa na kero za wananchi nyingi zimeweza kutatuliwa. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Shirika la umeme nchini TANESCO limebaini 56% ya wateja wanaotumia umeme nchini wamechezea mita za umeme na 35%
wamejiunganishia huduma hiyo kiholela, huku 20% wakiwa wamechepusha umeme, hali iliyopelekea upotevu wa mapato ya shilingi bilioni 4. Goodluck Msolla anatuarifu zaidi. Akitoa tathmini ya operesheni ya ukaguzi wa miundombinu ya umeme nchini kwa kipindi cha kuanzia mwezi Julai hadi Septemba, meneja msimamizi wa mifumo ya mita kutoka TANESCO Mhandisi Nyanda Mlagwa amesema katika operesheni hiyo wamebaini asilimia kubwa wateja wanaotumia nishati ya umeme wamekuwa wakitumia kinyume na taratibu, hali ambayo imepelekea upotevu wa mapato wa kiasi cha shilingi bilioni 4, licha ya kuwa hadi sasa wamefanikiwa kurejesha shilingi bilioni 1 kati ya fedha hizo zinazopotea. Tumegundua kuna namna ya uchepushwaji wa umeme kabla ya kufika kwenye mita, kwa maana ya kubypass. Hili nalo tumebaini kwa asilimia zaidi ya 20. Tempering ya mita iko kwenye asilimia 56. Tumekuwa na mafanikio makubwa kwa shirika toka tumeanza operation hii. Tumebaini upotevu si chini ya bilioni 4 ambazo tumezibaini zilikuwa zinasababishwa na huo upotevu kwa makosa ambayo nimeyataja, na pesa hizi tumeshazikusanya. Tumekusanya bilioni 1 tumeshakusanya tayari, na bilioni 3 bado hatujazikusanya na tunaendelea na ukusanyaji. Lakini pia tunaendelea na operation, haijasimama. Tunaendelea kila siku kuhakikisha tunawafikia wateja wetu wote pale walipo. Yaani watu tunawasa kwamba wale ambao wanajua wamejiunganishia, wamefanya vitendo hivi, wajitokeze au watoe waache kutumia hivyo vitendo hivyo. Kwa maana tutakapowafikia tutawakamata na kuwatia hatiani. Kwa upande wake mhandisi msimamizi wa mapato kutoka TANESCO Mboshele Mwasenga amesema katika operesheni hiyo kwa jumla ya wateja 1700 wamebainika kutumia umeme kinyume na taratibu na wameandikiwa kulipa faini kulingana na viwango na miongozo iliyotolewa na EWURA. Sasa wateja ambao wamekutwa na changamoto za kupelekea kupiga revenue recovery ni 1700. Katika wateja hawa tumetenda haki kabisa, na tunapopiga hesabu tumepiga kuzingatia kanuni na taratibu zote za shirika na pia ambazo ni mwongozo kutoka EWURA. Naye Damas Kimaro, fundi mkaguzi kutoka TANESCO, amesema katika operesheni hiyo moja ya changamoto kubwa ambayo shirika hilo limeweza kukutana nayo ni kukosa ushirikiano kutoka kwa wateja ambao wamekuwa wakigoma maofisa kutoka TANESCO kuweza kufanya ukaguzi katika nyumba zao. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Kutokana kuwepo kwa baadhi ya watu wanaofuga wanyamapori wilayani Sengerema mkoani Mwanza, mgombea ubunge jimbo la Sengerema Hamis Tabassum amewataka baadhi ya wananchi hao kuwalinda wanyama wao ili kuepusha madhara yanayokuwa yakitokea ya kuua na kuacha majeraha ya kudumu kwa wananchi. Emmanuel Meshak kutoka Mwanza na taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika kata ya Katunguru na Nyamatongo, amesema kumekuwa na matukio ya mara kwa mara ya watu kuuawa na kujeruhiwa na fisi, jambo ambalo linasababisha madhara na hofu kubwa kwa wananchi na kushindwa kufanya shughuli zao nyakati za asubuhi na jioni. Swala la wanyama wakali, jamani, ndugu zanguni, wenye fisi wao, wenye viboko vyao, hebu viwekeni viboko sasa visimalize marando ya watu. Wenye fisi zao jamani, nyewesi ipikie tu ugali fisi ile mpaka ikaenda fisi inaenda kula mtu, inaenda kula watu. Sasa baadaye tutakuja tuziwinde huko nje, mtulaumu kina bure wajukuu zenu. Wewe umeamua kukaa na mnyama mkali, kaa naye sasa wewe mwenyewe. Sasa kama akikushinda tena, sisi tutaleta magemu hapa, watakata miezi 2. Baadaye tena muanze kutulani. Akiwa katika mkutano wa kampeni, Tabassum ameahidi kuboresha sekta ya elimu, afya, maji, umeme, miundombinu, viwanda, michezo na kufufua ngoma za asili. Nao baadhi ya wananchi waliopata madhara ya kujeruhiwa kwa kung'atwa na fisi wameeleza madhira walioyapitia. Mtu wangu aliumwa fisi. Aliliwa na fisi? Mikono na miguu? Yani mikono zote hazipo. Mguu mmoja ukakatiwa humu hivi, yani akabaki na mmoja tu. Kula mpaka nilishe. Nilimuokota barabarani. Kwake ni wapi? Kwake ni Chigoto. Chigoto hapa? Familia hana hapa? Alikuwa na familia yake, wamemkataa kwake. Mimi nimembeba jirani yake. Wewe ni jirani? Mimi ni jirani, nimekaa naye hapo kwangu. Huyo bwana amekuja, alipata matatizo kule Bugando, akaita akaliwa na fisi. Sasa alipokuja katika familia yake, mke wake akamkataa.
watoto wake wa kuzaa yeye mwenyewe wakamkataa, mpaka yule bwana akaamua kwenda kwa kumfukuza. Mwenyekiti ameshauri sana lakini imeshindikana. Sisi majirani tumeshauri sana lakini imeshindikana. Mama haeleweki na kila kitu. Sasa ikabidi aondoke kwa kujivuta. Baadaye akamuokota bwana yake, na huyu bwana anaitwa ndugu Dunia Makoba. Mpaka sasa hivi anakaa kwa Dunia Makoba. Hali anayo kwa kweli ilizishi, na mimi nashangaa dunia leo tunakwenda wapi? Mwanao akuzana mkataba baba yako. Sasa hizi. Kwa upande wake mgombea udiwani wa kata ya Katunguru Yanga Evaristi Makaga amesema katika kipindi kilichopita amefanya maendeleo makubwa katika kata hiyo. Mtakuta darasa linapaka tiles ndani na dawati zake ndani. Eti wanasema la saba wametosha. Hivi wewe mpiga kura la 7. Asilimia 99 wapiga kura ni la 7. Sasa kwa nini usiende na la 7 lako? Mnakuwa pea. Mtazungumza Kizinza, mtazungumza Kikulia. Hizo no sisi hatuizitaji. Hizo no mpaka tukienda kule kwao. Uko ndo unaweza mheshimiwa mbunge, mimi watu wangu wanasema kama eti sijui lugha napiga lugha. Asante sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Wa vyombo vya habari nchini pamoja na wahariri waandamizi wamesaini azimio la pamoja linalolenga kuhimiza umuhimu wa kudumisha amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Mkutano huo umefanyika Oktoba 25 jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi wa vyombo mbalimbali vya habari kutoka serikalini na sekta binafsi, na umeongozwa na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania TEF Deodatus Balile. Akisoma azimio hilo kwa niaba ya wakuu wa vyombo vya habari nchini Tanzania, mkurugenzi mtendaji wa ITV Radio 1 Joyce Maavire amesema moja ya misingi mikuu ya azimio hilo ni kuendeleza utamaduni wa majadiliano na kuheshimu tofauti za kisiasa. Aidha, amesisitiza kuwa vyombo vya habari nchini vina mchango mkubwa katika kuimarisha demokrasia ya vyama vingi nchini. Katika siku za hivi karibuni hapa Tanzania tumesikia kauli zinachochea chuki na shari, jambo ambalo halihakisi kabisa utamaduni wa Mtanzania. Kauli zinazohamasisha wananchi kufanya vurugu, kuchoma vituo vya mafuta, vituo vya polisi na mali nyingine, sio tu ni kosa kisheria, bali ni kauli zisizoakisi Utanzania wetu na zinazopaswa kukemewa na kila Mtanzania. Namba 7. Mataifa yaliyotumbukia katika machafuko ya kisiasa, vita vya wao kwa wao na mengine kukumbwa na mauaji ya kimbari yalianza kwa kauli chochezi za mtu mmoja, baadaye vikundi, na hatimaye zikatengeneza uendawazimu wa kihalaiki kupitia vyombo vya habari na mawasiliano ikiwemo mitandao ya kijamii. Namba 8. Zipo nchi nyingi zikiwemo jirani zetu Rwanda na Kongo, kule Sierra Leone, Ivory Coast, Liberia, Somalia, Sudan na nyinginezo ambazo zimebaki na makovu ya uendawazimu wa kihalaiki ambayo hata pale amani iliporejea au itakaporejea bado makovu hayo yanaendelea kubaki kama sanamu ya kumbukumbu ya majuto. Hata hivyo, wakuu wao wa vyombo vya habari nchini wamekumbusha kwamba vyombo vya habari vimekuwa mstari wa mbele kuripoti na kwa uwazi changamoto zinazojitokeza wakati wa uchaguzi, ikiwemo vurugu za kisiasa kama zile zilizoripotiwa visiwani Zanzibar mwaka 2001 baada ya uchaguzi mkuu. Kwa ujumla, viongozi hao pia wameahidi kuendelea kushirikiana na watu wote katika kuhakikisha kuna kuwa na taarifa zinazotolewa kwa vyombo vya habari kuelekea uchaguzi mkuu zitakazochochea amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mradi wa uzalishaji umeme wa maporomoko ya Rusumo uliopo wilaya Ngara mkoani Kagera katika mpaka wa Tanzania na Rwanda umeendelea kufanya vizuri kwa kuongeza uzalishaji wa umeme katika gridi ya mataifa matatu ambayo ni Tanzania, Rwanda na Burundi kwa kufikia jumla megawati 26.6. Mwanahabari wetu Joel Maduka ametembelea vituo hivyo vya umeme, ana undani wa habari kamili. Mradi huo wa kufua umeme wa maporomoko ya Rusumo unazalisha megawati 80 za umeme ambazo zinagawanywa kwa usawa kwa kila nchi shiriki. Meneja wa kituo cha Rusumo Mhandisi Patrick Loesia amesema wanaendelea kuchukua hatua mbalimbali
za kuhakikisha umeme huo unasambazwa kwa uwiano sawa kwa nchi zote tatu. Kwa hiyo tumeendelea mpaka hivi sasa na tunazalisha. Na uwezo wa mradi wa kituo hiki cha umeme ni megawati 80. Kwa hiyo kila nchi inapata megawati 26.6. Sasa sio kila siku inapata 6.6. Inategemea kana kwamba je, maji ya kwenye mto tunayapata tunayoyataka? Kwa hiyo tunayapata kutokana na hali ya maji mtoni. Kwa hiyo siku zingine unaweza kuona tunapeleka megawati 20 kila nchi, 18 kila nchi, 25 kila nchi. Kwa hii inategemeana na uwepo wa maji katika mto. Miongoni mwa vituo vingine vinavyosaidia kusambaza umeme, huo ni kituo cha umeme cha Nyakanazi chenye megawati kilovoti 220. Mhandisi wa kituo hicho Isaac Kisandu ameelezea namna wanavyohakikisha huduma ya umeme inawafikia wananchi katika wilaya mbalimbali zinazotegemea kituo hicho. Kwenda kwa wananchi ambapo ni level ya voltage ya 33. Hapa tuna fida kuu 4 ambazo ziko active, lakini nikisema fida kuu namaanisha vilishio. Nikisema 4 sio kwamba zinaisha sehemu 4. Na zaidi ya wilaya kama 7 mpaka 8 ambazo ni mikoa mitatu kiujumla. Kwa Kagera ambapo tunalisha wilaya ya Ngara, wilaya ya Biharamulo wanapata umeme kutoka hapa. Mkoa wa Geita, wilaya ya Chato umeme unatokea hapa. Na wilaya tunaita ni Bukombe na Mbogwe, Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Biteko. Tunakuja kwa Kigoma tunapeleka umeme wilaya ya Kakonko mpaka Kibondo. Katika kuhakikisha kuna kuwepo na nishati endelevu ya uhakika, serikali imeendelea kutekeleza miradi ya kuongeza vyanzo mbadala vya umeme ikiwemo umeme wa jua. Miongoni mwa mradi huo ni shamba la sola la Bukombe linalochangia kuongeza uzalishaji wa nishati safi na salama. Mhandisi wa shamba hilo Giverson Bugare ameainisha mchango wa mradi huo katika kusaidia upatikanaji wa umeme nchini. Kwa kiwango kikubwa tumepunguza low voltage. Before sisi hatujaanza operation ya plant yetu ni kwamba ukiangalia substation ya wilaya yetu ya Bukombe ambao tunatumia ni substation ya Nyakanazi. Kwa ukiangalia distance kutoka Nyakanazi mpaka kufika Bukombe ni big distance ambayo inapelekea kwamba wateja wengi wanakuwa wanapata low voltage. Kwa mashine na baadhi ya vitu ambavyo tunatumia high voltage vinakuwa vinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Hatua hii ya serikali kuendelea kuweka substation kubwa za kupozea umeme zinataja kuleta mabadiliko makubwa kwa Watanzania, hususan wale ambao wanaishi vijijini, kwa maana sasa watapata umeme ulio bora na umeme ambao unaendana na wakati. Na pia itasaidia Watanzania kuepukana na matumizi ya nishati iliyozoeleka na kupelekea katika nishati ya umeme ambao utakuwa kipikia na kufanyia shughuli mbalimbali ikiwemo kufungua viwanda vikubwa na vidogo. Mimi naitwa Joel Maduka. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amewataka wafanyabiashara mkoani humo kuendeleza utaratibu wao wa kodi kwa kukata na kuhuisha leseni zao, huku akisisitiza kuwa kodi hiyo haimnufaishi kiongozi yoyote wa serikali, badala yake hutumika kwa ajili ya kujenga na kuboresha miundombinu ya miradi ya maendeleo. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inaeleza zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amesema hayo leo Oktoba 25 wakati aikabidhi madawati 1000 kwenye shule za msingi na viti pamoja na meza 576 kwa shule za sekondari, na kueleza wafanyabiashara kuwa kile wanachokichangia kwa kukata leseni zao ni kuhakikisha hakitumiki tofauti, badala yake kinakwenda kuboresha miundombinu mbalimbali. Leo tutakabidhi madawati kwenye shule za msingi 1000 ikiwa ni mpango wa kukabidhi madawati 2222 kwa shule za msingi 15. Kuna mtu atakaa chini hapo? Hapana. Kwa sekondari leo tutakabidhi 526 na tunaenda kuhakikisha maandalizi ya kupokea wanafunzi kwa ajili ya kidato cha kwanza yanaanza, na wote watakuta viti na meza madarasani kwao. Mbeya oye! Oye! Elimu oye! Oye! Haya ni matunda mazuri ya utekelezaji wa ilani iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6, na nitumie fursa hii kuendelea kuwataka na kuwaomba
tuiunge mkono. Moja, kwa nini tuiunge mkono au nini ufanye kuunga mkono? Ni kuhakikisha sisi wazazi tunazungumza na watoto wetu watunze vifaa hivi. Aidha, afisa tawala wilaya Mbeya Devota Chacha amesema kuwa kama wilaya wameamua kumtua mzigo mzazi kwa kuchangia gharama za kiti na meza kwa watoto wao, badala yake aelekeze nguvu katika kutafuta riziki zingine za kifamilia. Tumejiwekea lengo kukamilisha miundombinu ya shule zetu za msingi na sekondari. Kwa hiyo leo tunaanza kwa kukabidhi madawati 1000, madawati, viti na meza za kuandikia. Sisi tumejiwekea lengo letu, hatutaki watoto wakae chini. Tunataka kila mtoto awe na dawati lake, kiti chake na meza yake. Ile tabia ya mzazi anaambiwa atengeneze dawati la mtoto, atengeneze meza na kiti ndo aje shule, hiyo sisi kwa jiji tumeikataa. Mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya Justice Kijazi amesema kuwa jumla ya madawati yaliyotengenezwa ni zaidi ya 2000 licha ya ukabidhi madawati 1000, na ameweka bayana kuwa yote hayo ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya serikali na kuhakikisha makusanyo yanayokusanywa yanatekeleza miradi ya maendeleo. Katika kipengele hiki tumefanikiwa kupeleka shilingi milioni 130 kwenye utengenezaji wa viti na meza kwa shule za sekondari. Viti na meza 576 vimetengenezwa, lakini madawati 2222 yametengenezwa. Na hapa madawati yaliyopo ni kama madawati 1000 ambayo utayakabidhi na mengine yatakabidhiwa yakiwa katika eneo la matengenezo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, haya yote ambayo nimeyasema hapa ni utekelezaji wa maagizo ya serikali. Asante sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Waangalizi wa uchaguzi wa vituo Zanzibar wametakiwa kufanya kazi zao kwa kufuata maadili, kanuni na utaratibu zilizowekwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC wakati wa siku ya kupiga kura. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha msaada wa kisheria Zanzibar ZLSC Felista Mauya wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya waangalizi wa uchaguzi wapatao 30 kutoka Unguja na Pemba yaliyofanyika katika kituo hicho kilichopo Kijangwani Zanzibar. Mauya amesema uadilifu na uaminifu wa waangalizi ni nguzo muhimu ya kulinda haki za wananchi katika mchakato wa uchaguzi huru na wa haki, akisisitiza kuwa kila mwangalizi anatakiwa kufanya kazi kwa weledi bila upendeleo wowote. Na kikubwa kwenye mafunzo haya tumewasisitiza kwamba kufuata mienendo na taratibu zote kama ambavyo sheria ya uchaguzi inasema. Kwa hiyo tumewasisitiza maadili ya uchaguzi yanasemaje, wao kama waangalizi wanatakiwa wafanye nini, wasifanye nini. Lakini pia tumewajulisha kwamba na kuwaelekeza kwamba taarifa zipi wanapaswa kuziangalia na taarifa zipi wanapaswa kuzitolea taarifa kwa mujibu wa miongozo ambayo sisi tumepewa na Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Na katika hili tumewasisitiza pia kutoa taarifa sahihi, kwamba ni vizuri sana kipindi hiki utoe taarifa ambayo ni sahihi, kwa sababu utakapotoa taarifa ambayo sio sahihi inaweza kaleta taharuki. Na tunavyofahamu kabisa kipindi hiki ni kipindi ambacho kama taifa tunatamani tuungane kwa pamoja, tuwe na ushirikiano, tuwe na mshikamano. Kwa upande wao, wakufunzi kutoka Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC wamesema mafunzo hayo ni muhimu kwa waangalizi, kwani wasaidia kuepuka makosa kimaadili na kiutendaji yanaweza kujitokeza kutokana na kutokuwa na uelewa wa kutosha. Mafunzo kama haya yanasaidia kuwajengea uwezo wale ambao wamepata vibali vya uangalizi ili kuweza kujua majukumu ambayo yanatakiwa kuyafanya na kuzingatia sheria pamoja na kusimamia maadili pamoja na kanuni ambayo yaliyowekwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ili kuweza kuwawepesishia na kufanikisha kazi yao ya uangalizi kwa ufanisi na uweledi ulio juu zaidi. Athari ambazo zinazotokezea endapo waangalizi watakosa kupata mafunzo kama haya itapelekea kukiukwa yale maadili ambayo yamewekwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, lakini pia kukiukwa kwa sheria na kanuni ambazo zinaongoza Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ambazo zinasimamia uchaguzi ambao ulio uhuru wa haki. Nao baadhi ya waangalizi waliopokea mafunzo na vifaa vya kazi wameshukuru kwa fursa hiyo, wakisema elimu waliyopata itawasaidia kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na uaminifu katika vituo vyao vya kazi siku ya kupiga kura. Mafunzo haya yananufaisha kwanza kujua lengo letu ambalo tunaenda kufanya wakati wa kuangalia uchaguzi. Pia tumeelewa zaidi kuhusiana na maadili ambayo tunatakiwa kutumia na vitu gani ambavyo haturuhusiwi kufanya, pia changamoto ambazo tunakumbana nazo wakati wa uangalizi wa uchaguzi.
Yamenipa elimu ambayo itaweza kufanya kazi zangu za uangalizi wa uchaguzi katika misingi ya haki na uadilifu, kwa sababu ndani ya mafunzo haya tumeweza kuelezwa majukumu yetu kikamilifu kama waangalizi, lakini pia tukapewa miiko ambayo sisi kama waangalizi hatupaswi kuyafanya, na moja ya kujiegemeza upande wowote wa chama, jambo ambalo sio sahihi. Sisi ni waangalizi kwa mujibu wa sheria, hatutakiwi kushabikia chama chochote. Tunatakiwa tufanye kazi zetu kwa mujibu wa sheria za uangalizi zinavyotekelezwa ipasavyo. Wilaya ya Gairo mkoani Morogoro imefanya matembezi ya amani yenye lengo la kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi, ambapo msimamizi wa uchaguzi katika jimbo hilo ametoa rai kwa wananchi kufika kwenye vituo vya kupiga kura kuhakiki majina yao ili kuondoa usumbufu usiokuwa lazima siku ya uchaguzi. Shukuru Materu ana taarifa zaidi. Matembezi hayo ya amani yaliongozwa na mkuu wa wilaya ya Gairo pamoja na mkurugenzi wa halmashauri hiyo, ikiwa mamia ya wananchi wamejitokeza, ambapo wananchi wametakiwa kuwahi mapema katika vituo vya kupiga kura. Tumeshaandaa vifaa kwa kila kituo, tumekwisha kupaki. Kilichobaki tu tunasubiri siku ya tarehe 28 kwa ajili ya kusambaza katika vituo vyetu vyote 382. Aidha, tuna wapiga kura katika jimbo la Gairo 139,016 katika vituo vyetu vyote 382. Nitumie fursa hii kwanza kuwaomba wananchi wote wa jimbo la Gairo kwenda kwenye vituo kuanzia sasa kukagua na kuangalia majina yao, kwa sababu tumekwisha bandika orodha ya majina ya wapiga kura kwenye kila kituo. Watumie muda huu kwa ajili ya kuhakiki majina yao na kutambua vituo ambavyo watakwenda kupigia kura. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Gairo Jafari Kubecha pamoja na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo wamewahakikishia wananchi usalama wa uhakika na kuwataka kufuata taratibu na sheria zilizowekwa na tume. Yetu ya Gairo ni salama sana. Kila mwananchi mwenye haki ya kupiga kura nimhakikishie kwamba siku ya tarehe 29 atashiriki bila bugdha ya aina yoyote, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na kama walivyosema watu wa tume, tutakapopiga kura tufuate taratibu zile za kukaa umbali ule uliowekwa ili tusubiri matokeo kwa muda ambao yatatangazwa. Nitumie fursa hii kuwaomba watumishi wa ngazi zote za halmashauri kuanzia kwenye vijiji hadi makao makuu ya wilaya. Hiyo siku ni ya mapumziko, tuitumie kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameiweka. Kila mmoja ajitokeze kupiga kura. Asante sana Shukuru Materu kwa taarifa hiyo. Kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, Kituo cha Sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation kimewataka Watanzania kujiepusha na vitendo vya ukiukwaji wa sheria, ikiwemo kufanya maandamano yasiyokuwa rasmi kipindi cha uchaguzi ili kuendelea kulinda taifa. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa Kituo cha Sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation, Dr. Hamis Masudi, amesema kwa kuwa uchaguzi ni takwa la kisheria, hivyo vitendo vyote vilivyo kinyume na sheria havina nafasi, na amewasisitiza Watanzania kushiriki uchaguzi kwa kulinda amani ya nchi. Ndio maana katika hili sakata la uchaguzi wadau wengi walikuwa wakisema bado iko nafasi kae, tuzungumze, tushauriane, tusizozane, kwa sababu sote tunajenga nyumba moja. Haipaswi kugombea fito, kwa sababu sote ni Watanzania. Tunataka Tanzania iwe ni kisiwa cha amani kama ilivyoasisiwa na tunu ya Mwenyezi Mungu alivyotuwekea. Waasisi wetu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abedi Amani Karume, Mwenyezi Mungu awarehemu, apumzike kwa amani, wametuachia taifa likiwa lina amani, wametuachia taifa likiwa lina umoja, wametuachia taifa likiwa lina mshikamano, wametuachia taifa ambalo limeondoa misingi ya ukabila, yani ubaguzi. Mimi nikaenda kwa Msukuma, Msukuma akaenda kwa Mpemba, akawa Munguja, akawa Makonde, akawa ni nani, kwamba tunaoleana, tunazaliana, tunaishi kama ndugu.
Katika hatua nyingine, kituo hicho cha sheria kimeibua upya mjadala wa sheria ya uchawi na kuitaka serikali kufanya mabadiliko ya sheria hiyo ya uchawi ya mwaka 1928 ili kuruhusu matumizi ya teknolojia ya jadi kwenye masuala ya ulinzi wa taifa, maendeleo na kurithisha mila na desturi za Kitanzania kwa watoto, mila ambazo sasa zinapotea. Mkurugenzi mkuu wa kituo hicho Dr. Hamis Masudi amesema anatambua sheria hiyo ya uchawi iliundwa tokea enzi za ukoloni ili kudhibiti vitendo viovu vitokanavyo na uchawi, lakini yapo mambo mazuri ya kimila yanayoweza kuisaidia jamii kwenye kulinda amani ya taifa kama ilivyokuwa enzi za wazee, lakini pia kuongeza kasi ya maendeleo. Hivyo ni vyema sheria hiyo ikaboreshwa. Kwa mapendekezo yetu ni serikali irekebishe hii sheria ya uchawi, kuitafsiri kwamba uchawi sio kosa. Itakuwa ni kosa pindi inapotumika kwa sababu ya kumdhuru mtu, bali uchawi ni jadi. Tukashindwa kutofautisha au kutenganisha baina ya uchawi wenye madhara na jadi isiyokuwa na madhara, jadi yenye kutibu, jadi yenye kuleta kinga, jadi yenye kuleta amani. Kwa ni vyema sheria hii sura ya 18 ifanyiwe marejeo kama hayo, kutenganisha uchawi madhara na uchawi usiokuwa na madhara. Na tuseme wazi wazi kwamba uchawi sio vitendo vya kiza, bali ni tamaduni ya Muafrika asilia. Tanzania tuandike historia mpya ya kitaifa na kimataifa ya kutengeneza sayansi yetu ya ndani, kwa sababu ya kuisha mifumo yetu ya ulinzi ambayo ilikuwa ikifanyika na mababu, waganga wa jadi, wazee wa kimila na walinzi wa jadi. TVE Habari imezungumza na baadhi ya vijana ambao wametoa maoni yao kuhusu suala la kufanyika uchaguzi kwa amani na utulivu, ambapo wameiomba jamii kujiepusha na vitendo vya vurugu, huku pia wakitoa maoni juu ya sheria ya uchawi. Hamasisha kwa vijana tuache vitu vya kusikiliza maneno ya watu wanaokuambia kwamba uhamasishe kwenda kufanya vurugu, uhamasishe kwenda kufanya vitu vya ajabu ajabu. Ni kitu ambacho sisi Tanzania hii hatakiwi tusikifanye kitu hivyo kwa kama vijana. Na wasii wa Tanzania wenzangu wote, tunaelekea kwa jambo kubwa kabisa tarehe 29 mwezi wa 10, jambo la uchaguzi. Na wasii wa Tanzania twende tukafanya uchaguzi kwa amani kabisa na kwa utulivu. Lakini pia kwa wale wenye fikra potofu, fikra negative kuhusiana na uchaguzi huu, na wasii kwa sababu matatizo yake tunayaona nchi za wenzetu zinavyokuwa na matatizo kulingana na haya mambo ambayo watu wanahamasisha mtandaoni na wanataka kuyafanya hiyo tarehe 29. Lakini pia kuna hii mjadala umeibuka wa sheria ya uchawi. Kweli mimi kama mdau wa sheria natambua kuna sheria ya uchawi. Serikali imetotea sheria ya uchawi ambayo inaitwa Witchcraft Act sura namba 18, ipo inaelezea uchawi na makosa ya kiuchawi. Uchawi au tamaduni zilikuwepo toka enzi za mababu, na babu zetu walikuwa wanazitumia katika njia positive za kuleta manufaa kwa maisha yao na kila kitu kibidi ambacho wapo. Sasa kwa nini na sisi wa Tanzania tusiwatumie hao watu wenye mazingira ya namna hiyo wakutuletea faida kupitia hizo mila za jadi ambazo watu wanazitafsiri kama uchawi? Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa habari na mimi ni Godini Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa habari kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, raia nchini Ivory Coast wapiga kura ya kumchagua rais mpya.